Mpendwa msikilizaji wa JJ-Sang Creative Studio, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi. Anza asubuhi yako kwa kuliinua jina la Yesu katika maisha yako. Yesu akiinuliwa juu, mioyo inaunganishwa, maisha yanabadilika, na Mungu akubariki. Piga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Ikiwa ni Disemba 6, na somo linalosema kuukomboa wakati. Na tuombe. Asante Mungu kwa kuwa pamoja nasi. Asante kwa siku nyingine ulotupatia. Tunapoenda kusikiliza maneno yako, tufunzie sasa na mapenzi yako. Tunaomba kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina. Waefeso 5 mstari wa 14 na 16 inasema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Tunaishi katika kipindi muhimu sana cha historia ya ulimwengu. Hatima ya umati mkubwa wa wakazi wa dunia inakaribia kuamuliwa. Tunahitaji kuongozwa na Roho wa kweli. Wengi wamedanganywa kuhusiana na hali yao halisi mbele za Mungu. Wanapojipongeza kwa matendo mabaya ambayo hawayafanyi, na wanasahau kuorodhesha matendo mema na yanayofaa ambayo Mungu anataka wayafanye, lakini ambayo wanazembea kuyafanya. Haitoshi kuwa wao ni miti katika bustani ya Mungu. Inawapasa kukidhi matarajio yake kwa kuzaa matunda. Anawawajibisha kwa kushindwa kutekeleza mambo yote mema ambayo walipaswa kuyafanya, wakitiwa nguvu kwa njia ya neema yake. Katika vitabu vya mbinguni wameandikwa kama wataabishaji wa ardhi. Lakini hata tabaka hili sio kuwa alina tumaini kabisa. Hawa ambao wamedhihaki rehema ya Mungu na kudharau neema yake, moyo wenye upendo na uvumilivu ungali unaishi. Hivyo usema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Utasoma katika Waefeso 5 mstari wa 14 na hadi 16. Wakati wa kujaribiwa utakapofika, wale ambao wamelifanya neno la Mungu kuwa kanuni ya maisha yao watafunuliwa. Wakati wa kiangazi hakuna tofauti kati ya miti ya kijani na miti mingine. Lakini wakati pepo za wakati wa hari zinapokuja, miti ya kijani ubaki bila kubadilika, wakati miti mingine ikivuliwa majani yote. Kwa hiyo, mtu anayejifanya kuwa Mkristo yawezekana asitofautishwe na Mkristo wa kweli. Lakini wakati umekaribia ambapo tofauti itaonekana. Hebu upinzani utokee. Hebu ubaguzi wenye chuki na kukosa uvumilivu vishike hatamu. Hebu mateso yawashwe. Ndipo wenye mioyo isiyojitoa kikamilifu na wanafiki watakapoyumba na kuiacha imani. Lakini Mkristo wa kweli atasimama kama mwamba, imani yake thabiti, tumaini lake litang'aa zaidi kuliko katika siku za mafanikio. Mtunga Zaburi anasema,
Shuhuda zako ndizo nazifikiriazo. Kwa mausia yako najipatia ufahamu, ndiyo maana naichukia kila njia ya uongo. Utasoma Zaburi 119 na mstari ule wa 99 na mstari wa 104. Heri mtu yule aonaye hekima, maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi. Wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa. Utasoma katika Mithali 3:13 na Yeremia 17:8 pamoja na Pambano Kuu ukurasa wa 496. Thamani ya mti haitambuliwi kwa jina lake, bali kwa matunda yake. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo kuukomboa wakati. Na tuombe. Asante Baba kwa kuwa pamoja nasi. Asante kwa somo zuri ulotupatia, ukitukumbusha tuweze kuukomboa wakati uliotupatia. Tunaomba yote kwa jina mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina. Anakuja, Yesu